Assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amani ya ulimwengu usioonekana, nguvu yake na pawa yenu iwashukie. Na leo nimesimama hapa kufungua ukurasa mzito kabisa ambao unahusu maisha ya mtu ambaye amechagua kubeba na kutembea na hatima za mambo ya watu au maisha ya watu. Hatima ya mambo ya watu na mafanikio ameyabeba mtu mwenye maruhani, kwa sababu yawezekana kupata kwake kusiwe ni manufaa kwa yeye tu, kuwanufaishe wengi, saa nyingine ambao sio hata ndugu zake. Lakini katika ulimwengu huu tunaoishi kuna vita vya kimya kimya ambavyo vinapiganwa kila sekunde, kila dakika na kila saa, kila siku, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka. Sio vita ambavyo labda watu wameshikiana mapanga na bunduki, mishale, bali ni vita vya kiroho. Kuna jicho ambalo ulimwengu wa nyama unamtizama nalo mtu mwenye marohani au mtu mwenye kubeba chembe chembe za siri katika ulimwengu wa kiroho. Ni jicho ambalo limejaa mashaka, limejaa hukumu. Yaani watu wakimtazama mtu mwenye marohani wanajisikia kumhukumu, wanajisikia kumtilia mashaka, lakini hofu, wanamhofu asikohoe. Unajua atawatemea wao yale mate. Yaani mtu wa kimarohani unavyotazama kwamba huyu tusipomwangalia vizuri atatufunika, atatuua, sijui ataturoga, sijui atatufunga. Chuki hiyo isiyofahamika ambayo imebebwa na roho zao. Sasa siku zote mtu wa kirohani unaonekana kama ni kioo ambacho kinaakisi mwanga mkali sana, ambacho kioo hichi kipo ndani yako. Sasa mara nyingi wanadamu wengi wamejaa kiza au wamejaa giza katika mioyo yao, katika macho yao. Ni watu wa giza, lakini pia wamejaa udhaifu mwingi. Sasa wanapokutazama wewe, kile kioo chako kinaangaza mwanga wa ndani, basi wanakuona ni tishio, wanakuona unawapofusha, wanakuona wewe wasipokaa chonjo na wewe utawaua, sijui utafanikiwa, wao wamekaa hapo hapo, utajenga, sijui utanunua gari, utatajirika. Lakini mimi kama mfasiri wa kirohani, kama mchunguzi wa mambo ya binadamu, kama mwalimu wa kirohani, niko hapa kuwaambia ukweli mchungu kabisa, ambao shida si nyinyi kwamba mnatembea katika roho. Kwa sababu mtu wa kirohani, kuna baadhi ya watu ukiishi nao, kila jambo utakalolifanya uweza kuonekana wewe unakosea. Si kwamba wewe unatembea vibaya, bali shida ni upofu wa watu ambao wanatembea katika giza. Hivyo wao utembea kwa kujitapanya. Watakapokugusa unaonekana wewe ndio umewagusa. Watakapokuchokoza na kukuchokonoa utaonekana wewe umewachokoza na kuwachokonoa. Lakini wanautazama ulimwengu wa siri kwa kutumia macho ya nyama. Matokeo yake wanatafsiri baraka kuwa ni laana na utakatifu wa nguvu kuwa ni uchizi au ukorofi. Lakini na wakaribisheni katika darasa hili ambalo nimekwenda kuhorodhesha au kufafanua jicho la watu kwa wana wa kirohani. Ulitafsiri, nakwenda kutafsiri. Inawezekana ushaona wanakutazama ukashindwa kutafsiri, mimi nakwenda kukutafsiria. Lakini tafsiri ya jicho watu, yani macho ya nyama, tukiangalia na uhalisia wa kirohani, binadamu wengi wanaishi katika mlango au milango mitano ya fahamu. Milango mitano ya fahamu. Sasa atakaposikia harufu, pua yake ikishindwa kutafsiri, kwa sababu pua ni katika mlango wa fahamu, ikishindwa kutafsiri atasema uchawi huu, sijui shida nazuliwa. Atakapoona kitu, macho yake akishindwa kutafsiri kujua who this, nini hichi, yeye atatafsiri ni uchawi. Aliyakuwa mwana wa kirohani au wana wa kirohani watakatifu, watukufu, wanaishi juu ya fahamu hizo. Yaani wao milango ya fahamu wanaishi juu yake, washapita huko. Kwa hiyo wanakuwa ni fumbo katika jamii, kwa sababu ukijaribu ubongo wako huo umfasiri mtu wa kirohani utapasuka.
Ukijaribu macho yako hayo ya umbea kuchunguza, umchunguze mtu wa kirohani, utakuja kuona kama lile ni jini afu sio jini. Yaani jini limezaa jini. Utakuja kutambua hivyo. Lakini hofu ya kisichojulikana. Maana yake binadamu asili yake ni kuogopa kushambuliwa na kitu chochote ambacho hawezi kukidhibiti. Yaani hao wanadamu, yaani mwanadamu yoyote anahofia kukabiliana na kitu, anakuwa na hofu ambacho hawezi kukidhibiti. Na ndio maana hata akili ya binadamu ilivyokaa inaogopa vitu vikubwa. Inaogopa vitu vyenye sauti kubwa kupita yeye. Anaogopa watu wenye nguvu waliojazia mwili kupita yeye, anakuwa na hofu. Hasa katika uhalisia, wewe mtu wa kirohani akikuangalia kwamba macho yake yameshindwa kukutafsiri, wewe mtu wa kirohani, pua yake imeshindwa kukutafsiri, maana ndio milango ya fahamu. Akiangalia hawezi kukutafsiri, anaishi wewe udhibitiki, kwa sababu mwanadamu anamdhibiti au anakidhibiti chochote kupitia milango yake mitano ya fahamu. Mwanadamu anamdhibiti simba kupitia milango yake ya fahamu. Lakini atakapoona amefika sehemu milango yake ya fahamu imegota kushughulika na wewe, my friend, wewe ushakuwa bonge la adui. Atakuogopa, lakini ili aonekane kwamba akuogopi ni kukuata kukudogosha. Kukudogosha kivipi? Ukifanya kitu unasema kitu gani kile? Mchawi. Kitu gani? Ili muonekane mpo level moja. Ni sawa mtaniswame kubishana mtu mfupi sana. Mtu mfupi atataka kwanza akupige juu ukae chini ili muelewane vizuri. Hasa ni hivyo. Lakini katika mambo ya kiroho, nguvu ya kiroho ya kirohani iliyo ndani yako haitawaliki na hao mafidhur. Hivyo wanaamua kuipaka matope, kuidogosha. Yaani kuna mtu anyway, mtu asubutu hivi, subhanallah, nyinyi ni watu wa kirohani, nyinyi mashahidi. Almost sisi maisha yetu si masikini, si matajiri, tupo hapa kati. Na maanisha si masikini kwamba tunakula, tuna viungo kamili, mashallah, si vilema, si walemavu. Hivi mtu ile watu kuungulika. Yaani watu kuungulika, kuna mtu anaweza kaongea jambo mpaka ukashangaa, ukasema hivi hili linawezekanaje hili? Hili linawezekanaje? Sitaki niende huko kwenye mambo personal. Nataka tukae darasani, tubakie darasani. Haya. Tuangalie namna wanavyomwangalia mwana wa kirohani vibaya. Kutafsiriwa kama ni mtu mwenye kibri. Kwa sababu mwana wa kirohani anahitaji ukimya kufanya mambo yake. Sasa akihitaji nafasi, bwana mimi ngoja nitafute nafasi yangu, nikae peke yangu najitafakari, anahitaji faragha. Lakini pia hataki kuchangamana na mambo yasiyo na tija. Hasa watu muona kama anadharau na ana matatizo ya akili. Wakati huo pia anaepusha mbawa zake, kwa sababu hao watu wa kirohani ambao wanaokuwa alichelewi kunuka, aonekana yeye ndo kaliharibu pale. Maana watamsingizia, watambagaza. Ndio maana anaepusha mbawa zake. Sasa na siku zote, hata nyie watu ambao si watu wana wa kirohani, mmeamua kuishi katika ufedhuli na ufisadi, na watafuta kwa udi na uvumba watu wa kirohani, mmewashindwa kwenye uchawi, mnatamani siku wajishanganye mwazingizie wamewabaka. Ndio hicho, tuseme tu ukweli. Mnawatafuta kwa udi na uvumba. Hasa wakijitenga, hasa mimi mwalimu wao niko hapa na wasemea. Haya. Lakini kuhusishwa na upande wa giza. Kila wanapoona matendo yao, isharati, meditation wakifanya, nyiradi mbalimbali, wakitumia vyakula vya kiroho, vyakula vya kirohani, basi na mambo yao wakaona yanatokea kwa haraka, kwa namna ya miujiza. Mtoto mdogo na wiliki hichi, sijui nimekuona juzi, nimekusafisha mwenyewe kinyesi, leo yule nyumba. Jicho la kibinadamu ukimbilia kusema hizo ni nguvu za giza. Watumia ndumba hao. Watumia ndumba huyo, mchawi muone. Kutwa kuchoma miudi, anachoma miudi huyo. Mara kutwa utamuona utumia chumvi za mayo, utumia hivi. Hizo ni husuda. Hizo ni nini? Husuda. Lakini kuonekana kama mtu wa hatari, uwepo wako mtu wa kirohani unavuruga amani ya waliobobea katika unafiki. Yaani wewe tuseme, wallahi wa billah, ya mimi siku moja
kuna mama mmoja wa kambo sio kunilogaga miaka ya nyuma, siku moja akasema nikamtembelee. Mimi kufika tu pale mtoto wake akaanza kuumwa. Akaanza kuongea, sijui na nini mambo yako kama juu umejipanga. Yaani muda wote ukikaa pale utaona asubuhi wanaenda kwa waganga, amekuja kufanya nini? Amekuja kwa nia gani? Wanakuogopa, wanakuhofu. Yaani wewe uwepo wako tu wewe wanahisi kwamba amani imevurugika. Lolote linaweza kutokea. Ukikaa nao roho zao zinajihami. Hivyo wanaanza kukuchukia bila sababu ya msingi na kukufukuza saa nyingine hawawezi. Sasa utaanza kuona vijisababu. Tuseme tu ukweli. Tuseme huu ndio ukweli. Wallahi billahi qulul haqi wa in kana murra. Huu ndio ukweli. Na hakuna kokote utaupata ukweli huu. Na ukiona uelewi ukweli huu, mimi nasema sio level zako darasa hizi. Takatafuta darasa level zako. Utazielewa. Haya, tuendelee. Haya. Tuangalie problem. What is problem? Shida ya kwanza ambayo kiini cha mgogoro. Tunaangalia kiini cha mgogoro. Shida ya kwanza ni upungufu wa mafunzo ya kiroho. Jamii imejaa watu waliokufa kiroho na watu waliokufa. Hii point nairudia vizuri hii point. Nasema jamii imejaa watu waliokufa tena mwaka juzi kiroho. Hasa watu waliokufa kiroho hawawezi kuelewa misemo, mienendo au ishara za mtu aliyekuwa hai. Mtu kirohani huko hai. Hasa hivi kuna mtu ambaye jamani kuulizeni, mtu ambaye kijana yuko hai anajielewa, au mtu kirohani, mtu ambaye kirohani huwezi kukuta anajadili kuhusiana na mafanikio ya mtu huyu, sio kapataje, kafanyeje. Anaamini kwamba Mungu anatenda kila wakati. Na mimi sikuficha, wasema watu wa kirohani wana huruka za kishirikina. La hasha, nakataa. Watu hawa ambao sio wa kirohani wana huruka za kishirikina, kwa sababu kila kitu kikitokea wahi wataka kwenda kupiga malamri kujua wahi kapata, wahi kawa hivyo. Hao ni washirikina. Na hao washirikina finali jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Hao ni watu wenye shari zaidi. Ukitaka kujua watu wenye shari ni hao washirikina. Lakini pia wivu wa hatima. Siku zote wanagundua kwamba wewe una kitu kikubwa, iza nyota kubwa inaong'aa kupita wao, mamlaka au viongozi wa kiroho, maruhani, malaika wako, mababu zako wanakulinda, ambacho wao hawana na hawawezi kukipata kwa fedha. Hata kama wewe wana hela, hawezi fedha inunue ufalme. Mimi mwalimu wa kirohani hapa Labibu, unaweza kaniwekea milioni 100 na nisikusaidie vile vile. Moyo wangu nisitaki tu kukusaidia kukuweka vizuri. Ni moyo wangu tu uchimbike, uguse moyo wangu. Lakini shida ya tatu, kupishana na mawimbi. Frequency crash. Huwezi kusikiliza radio ya FM kwenye mawimbi ya AM. Mawimbi ya vibration. Maana yake mwana wa kirohani mawimbi yake yako juu sana. Kwa hiyo yanagongana na mawimbi ya chini ya hawa wanadamu wa kawaida, hawa wanadamu wakesha kwenye vilingi. Haya mawimbi yao yako chini. Yaani wao wanaweza wakakaa tu. Unajua iko hivi. Unajua mifumo. Mimi sitaki niseme sana kwenye darasa, kwa sababu tu nimejiwa na huu ujumbe, bora tu nifundishe. Tuangalie tiba silaha kwa mwana wa kirohani. Siku zote mwana wa kirohani utafuta kinga ya ndani. Kwa hiyo tafuta kinga ya ndani, usiruhusu maneno na mitazamo ya watu iingie kwenye moyo wako. Wakati macho yao yanaishia kwenye ngozi, yani wao wanakuangalia nje tu. Wanataka kuangalia nje akasema wewe una ukimwi. Akia Mungu, kwa kuangalia nje, si ndio akili zao? Hao watu ambao wanalipuka atakuangalia nje, sema yule ana ukimwi. Nikimwangalia tu ule mchawi, wewe unajuaje? Basi wetu wawanga wote yake. Sema mwenye kumuita mtake jambazi, wanajambazika wote. Kuhifadhi siri. Si kile kinachotokea kinafaa kuonyeshwa kwa watu, wanyama. Hata awe mkeo usimwambie kila kitu. Tena saa nyingine hawa wanawake ambao tuwaoa ndio wanakuja kutubagaza, wanatumwa kuja kututumia vibaya. Tukae nao chonjo hata kama anakupa mapenzi matamu.
Hata kama anakupikia chakula kitamu, mkae chini muangalie vizuri kwa utuo, muangalie. Sema muangalie mara mbili kabla ya kumpa siri zako za kirohani. Muangalie, usimuoneshe ufalme. Mpitishe kwenye tanuru muone ana subra. Yuko tayari kuishi na mfalme? Au hao wanaume ambao muishi nao angalieni chanzo chake, wanatokea wapi? Muangalie wanatokea wapi. Haya, kingine, kukubali gharama. Mwana wa kirohani lazima ukubali kuwa upweke na kutoeleweka ni sehemu ya safari yako. Kwa hiyo ni safari yako kuelekea kwenye kilele cha nguvu zako. Na kutengwa pia. Ukitengwa sema yes, kumbe sijatoka nje ya mstari. Ukitukana, ukiitwa mchawi sema yes, ukiitwa shoga sema yes, kumbe sijatoka nje ya mstari. Ukiitwa hivi, mimi nakuambieni, mimi kama ingekuwa hii kuja hapa YouTube kufundisha ni nimejiamlia tu njika. Nilikata tamaa zamani kwa mikuki na opigwa na tunywa mpaka mashoga kuja kunishawishi. Lakini mimi niseme, yani hata siku wanikate kichwa changu kitasema. Kitakuja kufundisha hapa. Siachi, huu ni wito. Pana watu madarasa haya yanawanyanyua na wengine atakuja kuwanyanyua, ikiwemo sengine wewe, yanawanyanyua na kuna sehemu yatawafikisha. Hasa mimi kama unataka kutwanga maji kwenye kinu, wewe njoo utukane asubuhi, mchana, jioni. Mimi nitafundisha mwalimu wa kirohani, na uzuri kwamba ukitukana mimi nakuona kujua nje ndani. Yaani kwa hiyo unishughulishe. Yaani najua huyu ni mpime, kumbe ni mjinga, mnyalupufa. Siwezi nikajadiliana na wewe. Mimi niko hapa kuendelea kukua na kwenda na wanaoenda. Wewe ambaye ushafeli, umeona safari yako ni kudisi maisha ya watu. Safari yako ni kunini? Maana yake wewe nini? Au unajua kuja hapa kusema kwenye comment, mtu anajua kwenye comment anasema eti mimi nilala na mke wako, eti ndo kunikatisha tamani sio darasa. Mimi ni zaidi ya huyo mke. Mimi nilijidubwana zaidi ya huyo mke. Madarasa nataka kuyatoa ni madarasa makubwa. Mimi niko hapa kuandaa watu wazito ambao watakufaa mpaka wewe. Niko hapa kuwasuka watu wakubwa ambao wengine kama hao hawapo, dunia itavurugika. Wewe nanilia nini? Nje nijadiliana na wewe. Tunaendelea kukua. Sasa tuangalie stage 3 ambazo nimeziandaa, ambazo hizi ukizipitia au hizi uzitarajie kuzipitia. Sasa wewe ndo utapima uko stage gani. Bismillah. Stage ya kwanza, utaanza kuitwa chizi. Kichaa yule. Mambo anaongea mnaelewa. Tuwe tuna roho ya kushukuru. Hata kuja mtu kupata mtu wa kumuelezea mambo yako ya marohani, au wa kuyaelezea na kuelezea wewe pasi na kumwambia, ni jambo la kushukuru na kumwombea dua, kwa sababu yani mtu akilana utaishi miaka mingi, upatagi mtu wa kukuelewa. Yani mtu anaongea mashariki, wewe uko magharibi, mnapishana. Ukiongea kwa watu watakuita chizi, watakuita kichaa, watakuona mvivu, lakini watakuona mwanga mchawi. Wote yani kama hujaitwa, juu utaanza kuitwa soon. Hivi karibuni utaanza kuitwa. Lakini kitu kingine, wakisha kuona umevunja zile mchawi, umevunja zile chizi, umevunja zile mambo zao, umevunja hivi ya maneno ya vile mdomo vile umevivunja vyote, wataanza kukukubali kiumbali, lakini kinafiki. Yule ana walimu yule, mashaallah. Watu na walimu wao bwana mjini, maalim. Huo ni unafiki, na hayo ni maneno ya kifedhuli, ya kifitna. Uyaangalie vizuri, haya maneno yanaambatana na roho mbaya. Yanaambatana kwamba tutaona utafika wapi. Maneno hayo ni maneno yananilia na stage nzuri, ambao ukiona unaishi, kubali tuishi kinafiki. Ukiona watu wanataka kuishi na wewe kinafiki, kwamba tu wanakuheshimu lakini kwa sababu wanakuogopa, hiyo ndio stage nzuri haswa. Tuishi hivyo hivyo, tuwekeane mipaka. Lakini kujifanya watu sijui na nini wanakusogelea, na wewe endelea wajua hao ni wanafiki, wape nafasi wanachokihitaji, wapi, alafu kaa nao mbali. Watakupeleka wapi? Watakufikisha wapi hao? Kwa sababu wao washafika na miguu wamenyoosha. Sisi bado tuna safari ndefu jamani. Bado tuna safari ndefu. Tukae hapa tusome tufike mbali. Aya ya watu hivi tuwaachie wenyewe. Sisi tuna safari yetu mbali. Hao waliofika watajijua wenyewe. Sisi tuna malengo makubwa. Hasa mtu fike stage ya kumsomea dua kiongozi wa nchi. Kiongozi? Uje bishana na mtu ambaye anasema alimlala mkeo. Kweli. Haya. Nasema stage nyingine.
kukutusi, kukuchafua na kukutumia vitu vichafu. Ndo wengi huwa wanaegemea huko, na lau siku watapata kaupenyo, yaani siku we Mungu anakutehani unateleza kidogo kwa jambo lolote lile. Unajiona watu wanakutumia mashoga, wakuchafue mashoga, wakutangaze, uchafulie marohani zako, siku utateleza watapitia umo. Ndio maana tuchunge, tunapewa nini chakula, tunakula nini tunavyopewa. Mtu asema muoe huyu, kwa nini aseme ni muoe huyu? Olewa na huyu, kwa nini aseme ni olewe na huyu? Twapasa tujichunge. Lakini pia lazima watu waelewe hatima. Kwa anaelewa hatima yako huyo unaolewa naye nini? Sijui wewe unayemuoa huyo anaelewa hatima yako wewe? Anaelewa hatima yako wewe? Min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana, walhamdulillah rabbil alamin.